Watu watatu wameuawa katika mashambulizi ya pamoja Marekani na Israel nchini Iran. Mvutano umezidi kuongezeka kati ya Tehran pamoja na Washington. Watu watatu wameuawa huku wengine kadhaa wakijeruhiwa mapema Alhamisi kufuatia shambulizi la pamoja la Marekani na Israel lilolenga eneo la pembezoni mwa mji wa Harvard ulioko kusini magharibi mwa Iran. Kwa mjibu wa naibu gavana mkoa wa Khuzestan anayeshughulikia masuala ya usalama Viola Hayati, shambulio hilo lilifanyika katika eneo lililo nje kidogo ya mji wa Harvard. Kutokana na shambulizi hili, watu watatu wameuawa na wengine kadhaa wamejeruhiwa, Hayati aliwaambia waandishi wa habari, akiongeza kuwa vikosi vya uokoaji pamoja na huduma wa afya vilikuwa vinaendelea kutoa huduma katika eneo hilo. Wakati huo, kamandi kuu ya jeshi la Marekani CENTCOM ilitangaza kuwa imeanzisha mashambulizi mengine dhidi ya Iran, ikisema lengo lake ni kudhoofisha uwezo wa Iran wa kutishia uhuru wa usafiri wa meli katika mlango bahari wa Hormuz, ambao ni njia muhimu ya biashara mafuta duniani. Mashambulizi hayo yalifanyika saa chache baada ya rais wa Marekani Donald Trump kusema kuwa makubaliano ya maelewano yaliyokuwa yamesainiwa na Irani kwa ajili ya kumaliza vita hayapo tena, na kwamba Marekani ina uwezekano mkubwa wa kuendelea kuishambulia Irani. Kwa upande wake, jeshi la Irani lilitangaza kuwa limeanzisha mashambulizi ya kulipiza kisasi dhidi ya miundombinu ya vituo vya kijeshi vya Marekani vilivyopo Kuwait, Qatar pamoja na Bahrain. Katika taarifa iliyotangazwa na shirika la utangazaji la taifa la Iran, jeshi hilo lilisema limelenga mfumo wa ulinzi wa anga wa Patriot nchini Kuwait, antena ya satellite inayotumika kama kituo cha kutoa tahadhari mapema nchini Qatar, pamoja na maghala ya mafuta yanayotumiwa na jeshi la Marekani nchini Bahrain. Iran ilisema mashambulizi hayo yalifanywa kwa kutumia idadi kubwa ya ndege zisizo na rubani drones zenye uwezo mkubwa wa uharibifu. Awali, jeshi la ulinzi wa mapinduzi ya Kiislamu RGC lilisema kuwa lilifanya operesheni ya pamoja makombora na ndege zisizo na rubani kulenga miundombinu ya vituo vya Marekani nchini Kuwait pamoja na Bahrain. Kwa mujibu wa RGC, Marekani ilikiuka ahadi zake za kufanya mashambulizi katika maeneo ya kusini mwa Iran, hivyo Tehran imeamua kujibu hatua hizo za kijeshi. Katika taarifa yake, RGC ilionya kuwa ikiwa Marekani itaendelea kufanya mashambulizi dhidi ya Iran, majibu ya Iran yatapanuliwa na kulenga vituo vingine vya kijeshi vya Marekani vilivyopo katika eneo lote la Mashariki ya Kati. Taarifa hiyo ilisema katika hatua ya kwanza operesheni za kulipiza kisasi dhidi ya Marekani kwa kuvunja makubaliano yake, vikosi vya majini na angani vya RGC vilifanya operesheni ya pamoja makombora na ndege zisizo na rubani vikilenga miundombinu muhimu katika vituo vya Alfan na Al Salim nchini Kuwait pamoja na Jafar na Sheikh Isa nchini Bahrain. Maendeleo haya yanajiri baada ya vyombo vya habari vya Iran kuripoti kwa Marekani ilifanya wimbi jipya la mashambulizi usiku wa kuamkia Alhamisi yakilenga maeneo mbalimbali ya kusini mashariki mwa Iran. CENTCOM ilithibitisha mashambulizi haya na kusema yalilenga kupunguza uwezo wa Irani wa kutishia usafiri wa meli kupitia mlango bahari wa Hormuz. Spika wa bunge la Irani Mohammad Bagher Ghalibaf amesema mlango bahari wa Hormuz utaendelea kufunguliwa kwa masharti ya Iran, si kwa vitisho vya Marekani. Kupitia ujumbe uliochapishwa kwenye mtandao mbalimbali ya kijamii kama X, Ghalibaf alisema Marekani bado haijajifunza kwamba vitisho, onevu na kuvunja ahadi haviwezi tena kufanyika bila kulipa gharama. Aliongeza kuwa ni wazi kwamba mkishambulia nanyi mtashambuliwa. Kauli hiyo imeongeza hofu ya kuendelea kwa mzozo kati ya Iran na Marekani, huku jamii ya kimataifa ikifuatilia kwa karibu hali hiyo kutokana na umuhimu wa mlango bahari wa Hormuz katika usafirishaji wa mafuta ulimwenguni. Iwapo hali ya kijeshi itaendelea kuzorota, wachambuzi wanaonya kuwa athari zake zinaweza kuathiri usalama wa eneo la Mashariki ya Kati, biashara ya kimataifa pamoja na bei za mafuta katika soko la dunia.